Ishu hii ambayo inaendelea ya usajili kati ya wekundu wa Msimbazi, Young African, lakini pia na Selemani Mwalimu, watu wengi sana wajaelewa hii situation imekaa vipi, kwa maana Selemani Mwalimu alikuwa ni mchezaji wa wekundu wa Msimbazi, lakini immediately ghafla sana asubuhi tu ametambulishwa na wananchi Young African. Sasa watu wengi wajaelewa hii situation imekaa vipi, na hatimaye sakata hili limefika mpaka kwenye shirikisho la mpira wa miguu duniani. Hapa tunazungumzia FIFA, ambao wamekuja na tayari na wametoa maamuzi, lakini pia maamuzi haya tunaenda kutazama hapa Tubone Media. Sasa kwa situation ambayo watu wengi walikuwa wajaelewa ya Selemani Mwalimu, tunaenda kuichambua hapa Tubone Media, lakini pia maamuzi ya FIFA, shirikisho la mpira wa miguu duniani, limesemaje kuhusiana na mchakato huu unaoendelea dhidi ya Selemani Mwalimu. Vyote hivi tunakuchambulia hapa Tubone Media. Cha kufanya ni kuambatana nasi, kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho wa hii video. Lakini wewe kama mpenda michezo, wewe kama mpenda burudani na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, basi kuna neno limeandikwa subscribe hapo chini ya hii video. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa hapa tunaanza na ya kuchambua issue ambayo inaendelea ya Selemani Mwalimu na Young African pamoja na wekundu wa Msimbazi. Imekaa vipi? Hipo kama hivi. Selemani Mwalimu alikuwa ni mchezaji halali wa wekundu wa Msimbazi, ambapo wekundu wa Msimbazi walimtoa kwa mkopo Selemani Mwalimu kutoka klabu ya Wydad Casablanca. Akitokea klabu hiyo akija Simba kwa mkopo wa nusu msimu. Alipotua ndani ya wekundu wa Msimbazi, Selemani Mwalimu nusu msimu uliopita tumeona kazi yake aliyoifanya ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Amefunga magoli kadhaa, lakini hatimaye mkopo wake ukawa umetamatika Selemani Mwalimu, hivyo basi kamlazimu kurejea kwenye klabu yake ya zamani ambayo ni Wydad Casablanca, ndio wamiliki halali wa Selemani Mwalimu. Baada ya Selemani Mwalimu kurejea kwenye klabu yake ya Wydad Casablanca, Simba Sport Club ikatuma hofa kwenda kwa Wydad Casablanca kumhitaji tena Selemani Mwalimu, kwa maana amefanya makubwa. Hivyo basi kocha Steven Baka ameona ana umuhimu wa kuendelea na Selemani Mwalimu, ikatuma ofa ya kumhitaji Selemani Mwalimu kwa mkopo tena kwenye msimu huu wa mpya wa 2026 2027 kwa ajili ya msimu mzima. Sasa Wydad Casablanca baada ya kuona Selemani Mwalimu thamani yake imepanda, hivyo basi ikahitaji hela nyingi kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi. Wekundu wa Msimbazi wakaona isiwe kesi, wakakubaliana na pamoja na masharti yote wakakubaliana na Wydad Casablanca. Selemani Mwalimu tayari alishatua kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi, ndio maana tumeona kwenye tamasha ambalo lilifanywa tarehe 8 mwezi wa 8 2026 la wekundu wa Msimbazi, Selemani Mwalimu alitambulishwa kama mchezaji wa wekundu wa Msimbazi, na tumeona kuna clip ambayo Selemani Mwalimu alikuwa amejirekodi kupitia Insta story yake Instagram. Pia aliposti kwamba yeye ni mchezaji halali wa wekundu wa Msimbazi na ataungana na Simba Sport Club kwenye msimu mpya wa 2026 2027. Selemani Mwalimu akasafirishwa na wekundu wa Msimbazi kutoka kwenye klabu ya Wydad Casablanca kuja Tanzania kwa ajili ya kuungana na klabu ya wekundu wa Msimbazi kwenye msimu mpya. Selemani Mwalimu alipofika Tanzania, basi Simba Sport Club wakasafiri na Selemani Mwalimu kuelekea visiwani Zanzibar kwenda kushiriki ngao ya hisani au ngao ya jamii ambayo inawakutanisha Simba na Young African. Selemani Mwalimu alifanya mazoezi na klabu ya wekundu wa Msimbazi, akaenda kulala kwenye hoteli ya wekundu wa Msimbazi, lakini scenario ambayo ipo ni kwamba Selemani Mwalimu usiku ule majira ya saa 5 alitumiwa notification kwenye email na klabu yake ya zamani ya Wydad Casablanca, anahitajika kurudi Dar es Salaam kwa ajili ya kusaini mkataba mpya wa klabu nyingine, ambapo sakata hili linaonesha kwamba wekundu wa Msimbazi walikubaliana na Wydad, lakini hawakulipa hela kwenye klabu ya Wydad kwa ajili ya kumchukua Selemani Mwalimu. Lakini Young African walichokifanya ni kuizunguka Simba Sport Club, wakaenda kulipa hela kwenye klabu ya Wydad Casablanca. Hivyo basi klabu ya Wydad Casablanca ikamwambia Selemani Mwalimu asafiri. Selemani Mwalimu akapanda ndege ya usiku ambayo alipanda kuondoka visiwani Zanzibar kwenda moja kwa moja jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kusaini mkataba wake mpya na klabu ya Young African. Hivyo basi Selemani Mwalimu aliposaini mkataba mpya usiku ule, basi tukaona asubuhi
klabu ya Young African basi kamtambulisha Selemani Mwalimu kama ni mchezaji wake halali kabisa kutoka kule Raja Casablanca. Na Selemani Mwalimu ameshasajiliwa na Young African kwa mkataba wa mkopo wa mwaka mzima ambao una thamani ya shilingi bilioni 1, ambapo ametua tayari na ameshaanza kufanya mazoezi kwenye kikosi hicho cha Young African. Sasa sakata limefika kwenye shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, ambapo FIFA wanazidi kuchakata scenario hii ambayo imejitokeza kati ya Selemani Mwalimu, Raja Casablanca pamoja na wekundu wa Msimbazi. Sasa maamuzi bado yajatolewa maamuzi sahihi na shirikisho la mpira wa miguu CAF. Hivyo basi maamuzi sahihi yakitolewa immediate punde tu utayapata hapa Tubone Media. Sasa maamuzi, je, ni maamuzi gani ambayo yatatolewa? Mimi na wewe hatufahamu, lakini endapo yatatolewa basi utayapata hapa Tubone Media. Ili usikose na maamuzi haya na taarifa zaidi, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Hii ni Tubone Media, hadi wakati mwingine, bye bye.